Yes bwana, mwanamichezo wangu, hapa kati kumekuwa na mzozo baina ya alikuwa msemaji wa klabu Yanga bwana Haji Sunday Manara zidi ya timu ya Yanga Sports Club, lakini pia zidi naweza kusema ya afisa habari wa sasa hivi wa klabu hiyo Yanga bwana Ali Shabani Kamwe. Kuna maneno ambayo afisa habari huyo wa zamani wa klabu Yanga Haji Sunday Manara aliweza kuyatoa kuhusiana na mwenendo mzima wa kikosi hiko cha klabu Yanga kwa michezo ya hivi karibuni, lakini pia kuhusiana na mchezo wa Kariakoo Derby kuweza kubadilishwa ratiba ama kuweza kupelekwa pale visiwani Zanzibar na mchezo huo usiweze kufanyika tena pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Sasa mara baada ya ratiba hiyo kuweza kupangwa hivyo, iliweza kumuibua Haji Manara kuweza kutoa tamko lake kuhusiana na hiko ambacho klabu Yanga wameweza kukifanya cha kuhamisha mchezo kutoka Benjamin Mkapa kama ilivyoweza kuzoeleka na kupeleka pale kwenye dimba la New Amani Complex. Manara aliweza kuongea mambo mengi kweli kweli kuhusiana na sakata hilo la mchezo kubadilishwa ratiba, lakini pia Manara aliweza kugusia kuhusiana na kiwango cha klabu ya Yanga kwa sasa hivi. Sasa mara baada ya maneno hayo yote kuweza kutolewa na huyo Haji Manara, yaliweza kumuibua pia afisa habari wa sasa wa klabu Yanga bwana Ali Shabani Kamwe akija kumjibu Haji Sunday Manara. Alitoa maneno mengi na lakini pia aliweza kuongea vitu vingi. Kama ulikuwa unanifuatilia hapo nyuma, niliweza kuweka hapa kile ambacho aliweza kukisema bwana Ali Shabani Kamwe. Sasa unaeleza ya kwamba swala hilo limeweza kumuibua tena Haji Sunday Manara na kuja kuweza kutoa povu lake zito kuhusiana na mwenendo mzima ama wakili ambacho aliweza kujibiwa mara baada ya kutoa maoni yake juu ya mambo hayo mawili: mwenendo wa kikosi cha klabu ya Yanga, lakini pia kuhamishwa kwa ratiba ya kumhamishwa kwa mchezo kati ya Yanga dhidi ya timu ya Simba Sports Club. Kile ambacho amekisema Haji Sunday Manara ama povu ambaro aliweza kulisema bwana Haji Sunday Manara, nitakuja kukusogezea na kukujuza moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi mwana michezo wangu ni kukumbusha jambo moja na la kimsingi kabla tujaendelea. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Baada hapo hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na hichi ambacho ameweza kukisema bwana Haji Manara. Sasa msemaji wa zamani wa klabu Yanga Haji Manara amesema ama hawezi kubishana na watoto kuhusu masuala ya Yanga. Kwa upande wake alisema ya kwamba, na nukuu, mimi level yangu nimeshavuka, nimecheza na Yanga na timu ya watoto ilikuwa inaitwa Digidigi miaka 80 iliyopita. Pale Yanga najua mpaka vyumba vya wachezaji wa zamani. Mimi kusema Yanga haijafanikiwa, hayo ni maoni yangu. Hakuna mtu wa kunizuia kutoa maoni yangu, na huu sio muda wa kujibizana, nishavuka muda wa kujibizana. Mimi najibizana na wakubwa wenzangu, waje wakubwa waseme tujibizane kwa hoja. Hayo ni maneno ambayo hapakuja kuyazungumza sasa hivi bwana Haji Sunday Manara kuhusiana na sakata lote ambalo limeweza kujitokeza hapa katikati. Una maoni gani kuhusiana na hiki mwa michezo wangu nilichokusogezea sasa hivi? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare na jambo la muhimu kuliko yote, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.